mbona nimelala hata kinachonibanaga kwenye koo hamna. Kichwa inauma masaa yote. Yaani nasema ni shuka, sio shuka, nikiondoa shuka bado kuna kitu inanibana kwenye koo. Yaani hata nikiwa na dharura natamani nije tu, kwa sababu ibada ya hapa kwangu imekuwa kama chakula. Ni kama vile sishibi. Ninatamani yaani uwepo wangu yaani ningekuwepo tu hapa. Yaani siku nilipokuja hapa nilikuwa sipiki nyumbani na ngojea wanafunzi watoke jioni ndio wapike. Nilikuwa ni kama nimefunikwa ndani ya chupa nikafunikwa. Na leo najisikia kama chupa imefunguliwa, nina akili kichwani. Ninakula na ninafagia nyumbani kwangu. Yaani kwa nini ulikuwa upiki? Yaani sisi njaa utafikiri nimekaliwa na mzigo, mimi sijitambui. Hapa nilipo sasa hivi, yaani Wakristo wa hapa TAG nimeona yaani kama ndugu. Mimi nimefika hapa, yaani sitamani kuondoka, natamani ibada ningekuwepo masaa yote hapa. Siku hiyo nilipofika hapa, ilikuwa nahisi ni ibada ya watoto tena. Siku ya idara ya watoto ndio? Kwa kweli nilipoingia hapa mimi ni machozi yalikuwa yananidondoka, kila nikisogea hapa naona nimechelewa. Lakini sasa hivi kitu nahisi naona kama kumbe na mimi nimo katika watu. Hapa ulipapataje? Nilikuwa hospitali na yaani kama x-ray inapigwa kila wakati ila homa haionekani. Na nilikuwepo Mrara haidomu. Na nilipofika mkoani wanaofanya usafi wakaniambia mbona hivi kila siku na bado unaumwa? Nenda kwa mchungaji Sule ni hapo chini, naeleza ni wapi. Ndio nikawa nampigia mdogo wangu kwamba naomba nipeleke basi kwa kanisani. Akaniambia mimi ndio nipo pale, kama umekubali njoo. Kwa kweli mimi nafsi yangu ilikuwa inanituma kanisani hapa. Nikafikiria kwa waganga wa kienyeji, nikaona mbona ni mbali sana kule juu sifiki. Na roho yangu ilikuwa inanitamani nije. Mimi hapa leo mwili wangu niko salama jamani, hata watoto wangu. Yaani wajibu wangu niliokuwa nakaa nao nilitamani kuja nao leo kwa hali wanayoona. Na sasa hivi wanakuta nimepika, nimefagia. Sasa hivi unatembea tu vizuri na tumbo. Mchungaji kwani unioni ninapokuja kutoka kule na kuja. Yaani mimi ni mzima kabisa jamani, wanaonisikiliza. Yaani ni ushuhuda naotoa mimi. Nikasema kama huyu sio na dini mchungaji, mimi naenda kwa mchungaji na nimepona. Amina, asante sana. Huyu mama ameteseka kweli. Ameenda hospitali zote, ameenda kwa waganga, na siku ya kwanza alipofika hapa, ninyi ni mashahidi mnafahamu. Leo amerudi, yuko katika hali hii. Yesu anatenda, hatendi? Hapa kuna kukawia. Yaani Yesu huyu anatenda, haijawahi kuonekana. Yeye usiku halali usiku. Siku tumemwombea redioni kwa mara ya kwanza akalala mpaka asubuhi, anaamka anasema hivi mahindi haijaibiwa kweli. Maana halali. Usingizi hakuna. Yaani natembea naenda kuangalia labda nini usiku, mimi sio wa kulala. Basi nilipoongea na mchungaji, nilikuwa nimekaa hapo kitandani, nilijikuta nimelala hadi asubuhi. Kushtuka nikasema mbona nimelala hata kinachonibanaga kwenye koo hamna. Ngoja nikaangalia mahindi, nikakuta mahindi hapo. Ulikuwa unabanwa kooni? Ndio, kuna kitu. Yaani nasema ni shuka, sio shuka, nikiondoa shuka bado kuna kitu inanibana kwenye koo. Kichwa inauma masaa yote. Mimi maumivu yanakuja hadi masikioni, yaani mimi miguu inauma. Nadhani walioniona kwa siku niliyokuja ni tofauti na leo nilivyo. Kweli jina la Bwana lisifiwe sana. Amen, tupigie Bwana Yesu makofi. Asante sana, utapata nafasi nzuri ya kushuhudia. Saa hizi tukatize na mbele. Nasema ndio. Kuna siku nyingine unajua umepumzishwa hapo ukapata huduma zote. Siku hiyo wanazidi kusema yule mama yuko wapi? Yule mama nilikuwa natamani sana hata kusimama hapa wanione kwamba nilipataka nafuu.
Unakaa wapi kwanza? Mimi nakaa Singe na abudu kanisa la Anglikana Singe. Aha. Ndio. Na Jumapili ya ngapi umekuja? Hii Jumapili ni ya 3 au ndio ya 3. Sasa nyooka jumla. Nyooka jumla. Ukiwa umeokoka nilikutubisha hapa sala ya toba. Sasa nyooka namna